Amen. And the Bible says David stopped crying. Biblia inasema Daudi akaacha kulia. And he fixed his heart to the Lord. Na akaimarisha moyo wake ndani ya Mungu. And he trusted in the Lord. Na akamtumainia Bwana. Read Psalm 112 verse 7. 112 mstari wa 7. Hata ungopa habari mbaya, moyo wake uimara. Hebu nyosha mkono wako juu, sema sitaogopa tena. Sitaogopa tena habari mbaya. Kwa hivyo habari mbaya itakuja kwako, lakini nakuhakikishia usiogope. Sema sitaogopa. Sema sitaogopa tena. Sema sitaogopa habari mbaya. Ati hataogopa habari. Kwa hivyo habari mbaya haina budi kuja kwako, lakini usiogope. Maana ukiogopa, the devil takes opportunity. Okay, continue. Moyo wake uimara akimtumainia Bwana. Moyo wake uimara ukimtumainia Bwana. Nyosha mkono wako ndio sema Bwana Yesu. Moyo wangu utakaa imara hata kwenye hiyo shida niko nayo siku ya leo. Moyo wangu ukae imara na umtegemee Bwana. Praise the Lord. I want you to be secure in the Lord. Nataka uwe salama ndani ya Bwana. When a problem comes on your way, wakati shida inakujia, let your heart iwe imara. Let us fix our eyes on the Lord. Tazame ama tuweke macho yetu kwa Bwana. When we fix our eyes in the Lord, napomtazama Bwana, we shall be secure. Tutakuwa salama. Hallelujah. Amen. Amen. David asked the Lord. Daudi akamuuliza Bwana. Because if you are not fix your eyes to the Lord, sababu kama hujaweka macho yako kwa Bwana. Do you know why people go to witch doctors? Yaani kwa nini watu wanatembelea waganga? Do you know why people go and ask the wrong advices? Yaani kwa nini watu wanaenda kuuliza mawaidha mbaya? It is when their eyes are not fixed on the Lord. Wakati macho yao hayako kwa Bwana. Then your eyes can be fixed to something else. Macho yako sasa yanaweza mtazama mtu mwingine. Praise the Lord. Amen. That's why they left fixing their eyes to the Lord, they fix it to Kabwele. Don't fix your eyes to Kabwele. Siweke macho yako kwa waganga. Don't fix your eyes to Loriodo. Kulita Loriodo. Kuna mzee alikuwa na pea watu supu. Hata kama ulikuwa umeenda, toa macho yako wapi? Kuza jirani mwambie tutoke Loriodo. Tuweke roho zetu kwa Mungu. Sema amen. When we fix our eyes in the Lord, napoweka macho yetu kwa Mungu, as David fixed his eyes in the Lord, kama vile Daudi aliweka macho yake kwa Mungu. The Bible says God told him, follow and you shall recover what the devil has taken away out of your life. Biblia inasema Mungu alimwambia fuata na utapata kilichonyakuliwa kutoka kwa maisha yako. When he fixed his eyes on the Lord, wakati unaweka macho yako kwa Mungu, surely everything was taken over. Kila kitu kilichukuliwa kwake. He had nothing. Hakuwa na chochote. But when he decided to fix his eyes to the Lord, lakini wakati aliweka macho yake kwa Bwana, whatever was taken away, chochote kilichokuwa kimechukuliwa, he was able to get it back. Yeye alipata kuregesha. I say you can get back what the devil has taken out of your life. Unaweza regesha chenye shetani amechukua maishani mwako. Hiyo kitu shetani alitorosha, ninasema Mungu wako na uwezo akurejeshe tena katika jina la Yesu. Haleluya. Kile shetani alikunyang'anya, akakunyang'anya biashara. Amen. Umekuwa umepata muhidi, akakuahidi atakupatia biashara. Mwingine akakuja na story mbaya, story msuri zilio na mafuta, ukanyang'anywa. Na kuambia Mungu atakutumia wa China. Wachana na wahidi. Mungu atatumia wewe akina Obama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Iliyopotea Mungu atakurejeshea tena. Uliyonyang'anywa, it is coming back to your life. Let us fix our eyes in the Lord. Tuweke macho yetu kwa Mungu. We are talking about our security in Christ. Tunanena kuhusu usalama wetu ndani yake. When we fix our eyes on the Lord, tunapomtazama Bwana, hata kama tulikuwa tumepoteza, kuna uwezo na nguvu ya kurejesha tena.
Amen. Lakini tunapokuwa insecure, tunaacha kutazama Mungu tena, tunaendelea kupoteza na kupoteza kabisa. Amen. But when we fix our eyes up to the Lord, tunapoweka macho yetu kwa Mungu, like what David did, kama vile Daudi alifanya, he recovered everything. Alipata kile chote kilikuwa kimechukuliwa. He recovered the wife. Alipata mke wake. Wewe unalia bibi yako amepotea. Hata wa Daudi alikuwa amenyang'anywa na alikuwa ameenda, lakini alipoamini Mungu alimpata tena. Hata wako atarudi. Unalia Bwana ametoroka, amewekwa na kinyangalika kingine. Wacha nikwambie, tuamini Mungu atarejea tena katika jina la Yesu. Amen. Nasema uliopoteza, it is coming back. Itarudi. Amen. Amen. Usiogope. Somebody say amen. Continue to trust upon the Lord. Endelea kumwamini Bwana. Continue to trust upon the Lord. Endelea kumwamini Bwana. Amen. Proverbs 3 verse 24. Mithali 3 mstari wa 24. Is talk about our security in the Lord. Inanena kuhusu usalama wetu ndani ya Kristo. When they lies down, you shall not be afraid. Ulalapo hutaona hofu. Let us allow ourselves to be secure in the Lord. Wacha tujiruhusu kuwa salama ndani ya Kristo. Amen. You are secure in the Lord. Uko salama ndani ya Mungu. When you believe in God, you do it in your life. You do it in your life. Wakati utamwamini Mungu, ataitenda kwa maisha yako. Amen. Amen. Don't assist him. Usianze kumsaidia. Tell your neighbor, God does not need your assistance. Ya jirani yako, Mungu hataki msaada wako. Assistance. Mungu hataki msaada wako. Niona nisaidie Mungu kidogo. Wewe saidia Mungu. Wewe saidia Mungu akusaidie. Tusaidie, unione nisaidie Mungu tu anisaidie. Ama nikaona nijisaidie ili Mungu anisaidie. Read Proverbs 3:24. Ulalapo hutaona hofu. Ulalapo ukiwa ndani ya Yesu Kristo na security yake. When you sleep down, unapolala, you shall not be afraid. Hutaona hofu. Hebu read yote, soma. Ulalapo hutaona hofu, naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Wewe nahubiri hapa unararara sababu au kulala nzuri. Ukitoka hapa tapata utamu ya usingizi. Amen. Ati utarara usingizi mtamu. Amen. Sababu kuna mtu analala tu kidogo. Mapepe yanatokea yenye mkia. Inakukibisha kabla ikusike unaamka. Unaikemea, unaomba tena, unasikuna kwa usingizi tena. Kabla ulalale. Kadege kanatokea. Kakiwa na ile biki kubwa. Yaani mdomo kubwa na nikadege na kakona kanataka kukushika. Tena unakimbia usiku. Amen. Hebu soma hapo brother Victor. Ulalapo hutaona hofu, naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Hebu angalia jirani yako, alafu tusomee. Umuonyeshe jirani yako na kidole. Tukurudie nyuma yako. Ulalapo hutaona hofu. Mwambie neighbor. Ulalapo kuanzia leo hautaona hofu. Naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Hebu mguse na mabega hivi. Mwambie naam. Ulalapo utalala usingizi mtamu. Sema Bwana Yesu, nitumie usingizi mtamu. Amen. Wale watu wanalala usingizi mtamu, hata tuombe wa mtala kuone. Sababu akulala vizuri. Toa miau. Na amekula mkate nusu, but miau inato. Shida sio tupo, ni usingizi mtamu imekosekana. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo
Nipe usingizi ulio mtamu. Amen. And you cannot get usingizi mtamu if you are not secure. That's why I'm talking about security in Christ. It gives us usingizi ulio, na ndiposa Mungu alituambia usiku tuwe tunalala usiku usingizi mtamu. Amen. Hata kama unaendaga night shift, ukitoka usiku ukikuja kulala ulale usingizi mtamu. Kwa hivyo Mungu anatutakiaga usingizi ulio mtamu. Amen. Sio wenye vituko usiku. Hebrew 13 verse 6. Ebrania 13 mstari wa 6. Hebrew 13 verse 6. Ebrania 13 mstari wa 6. It says, so that we may say boldly, the Lord is our helper. I will not fear. Read Hebrew 13 verse 6. Ebrania 13 na mstari wa 6. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitendea nini? When we have our security in Christ, tunapokuwa na usalama wetu ndani ya Kristo, then we may boldly say, naweza sema kwa ujasiri, the Lord is my helper. ya kwamba Bwana ndiye anisaidiaye. When we have that security and we understand it, tunapokuwa na usalama huu na tunaelewa, I don't care who is threatening you. Sijali ni nani anakutisha. Sikia, kuna watu walikwambia utaniona. Amen. You may say boldly to him, naweza kumwambia kwa ujasiri, that I don't care, ya kwamba sijali, the Lord is my helper. Bwana ndiye msaidizi wangu. Somebody say amen. Tuaseme I don't know what they talked about you. Walikutumia SMS gani? But you can boldly tell the devil, Lord is my helper. I don't care what they threaten me with. Unaweza sema kwa ujasiri ya kwamba Mungu ndiye ananisaidia, sijali wanakutisha na nini. When we have this security in Christ, tunapokuwa na usalama huu ndani ya Kristo, wherever you need the help, mahali popote unahitaji msaada, whether your uncle help you or not, kama watu wako watakusaidia ama whether your brother help you or not, ndugu yako akusaidia usikusaidia, whether your boss promote you or not, wajiri wako akupandishe cheo ama asikupandishe, when the Lord is my helper, Bwana akiwa msaada wangu, nobody can stop God from helping me. Hakuna mtu anayeweza zuia Mungu kunisaidia. Nobody will stop Jesus from helping me to attain where I want to, what I want to attain. Hakuna yeyote anaweza kuzuia Yesu kunisaidia kunifikisha mahali. Nasema Bwana akiwa msaada wako, hakuna mtu atamzuia kukusaidia. Yesu asikiaki masengenyo. Kuna mtu anataka kukusaidia lakini aambiwe utapoteza huyo mtu. Hiyo mtu ni ovyo. Bure kabisa. I want to assure you, hakuna mtu atakuta Yesu amwambie achane na wewe. If the Lord is my helper, kama Bwana ni msaidizi wangu, Jesus is my helper, naweza sema kwa ujasiri Yesu ni msaidizi wangu. Nobody will stop him from helping me. Hakuna mtu anayeweza kumzuia kunisaidia. Upende usipende, Bwana atanisaidia. Upende usipende, Bwana atanisaidia na hizo pesa nitazipokea. Wapende wasipende, hata waniende kwa waganga, Bwana atanisaidia na biashara yangu itasimama. Wapende wasipende, walisema sitakomboa, lakini kwa sababu ni Bwana atanisaidia na kuambia brother sister utatoboa. Amen. Ni kweli kwenu hakuna mtu alifaulu, lakini kwa sababu wewe Bwana anakusaidia, wewe utafaulu. Sema amen. Praise unto the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Na watastuka, maana vile walikuwa wamekuzoea, watakutana na wewe ukiwa na black goggles. Wanaona unakaa fami, wakati utatoa waone ni wewe, watakatia hiyo ya nyuma. Msikutane na wao, maana watakudharau. Somebody say amen. Tunasema amen. Hallelujah. Ama akukute mahali
Mkutane kwa bank. Amen. Somebody say amen. Amen. Unaitwa kwa manager, yeye anabaki kwa line. Ukitoka ndio nadhani anaona niwe, anajifanya hakuoni. Msalamie, mwambie ni mimi. Mwambie ni mimi. Somebody say amen. Amen. Ukimkuta kwa stage pigia horn. Pi. Patie lift. Kama alikudharau, aone kile Mungu anafanyanga. Somebody say amen. Amen. When the Lord helps you, Kati Bwana anakusaidia. because those who are in Him, Anawalinda under His security, chini ya usalama wake. the Lord will not leave them helpless. Bwana hatawaacha bila msaada. Hapa atakusaidia. Kwako atakusaidia. Kwa hiyo mambo yako atakusaidia. We can say the Lord is our helper. Naweza sema Bwana ni msaada He wetu. is your helper and my helper. Maana ndiye msaada wako na wangu. Read there again. Hebrews 13 verse 6. Nasoma tena Waibrania 13 mstari wa 6. Hata twadhubutu kusema, Tunadhubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye. Bwana ndiye anisaidiaye. Sitaogopa. Sitaogopa. Somebody say amen. Amen. Mwanadamu atanitendea nini? There is something that you are facing today. Kuna kitu ambacho unakabiliana nacho leo. I want you to face that issue and tell it openly. Nataka ulitazame hilo jambo na uliambie. Maana Bible imesema twadhubutu kusema ya kwamba Bwana ndiye atusaidie na atatusaidia. Sitaogopa kamwe. Amen. Ukifika kwa nyumba funga mlango. Ambia wewe problem, listen, from today uliletewa school fees kubwa, hujui utalipa namna gani. Ambia wewe school fees, the Lord is my helper. He will help you. He will help me. Utalipika kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Wala mko na today this talk, go and speak to it. Amen. Mliona mambo hamjui mtapata namna gani. I declare the Lord is your helper. Tangaza ya kwamba Bwana ni msaada wako. And the Lord will help you. 1 Peter chapter 3 verse 13. Petro wa kwanza 3. We are talking our security in Christ. Tunanena kuhusu usalama wetu ndani ya Kristo. And who is he that you harm you? If be follower of that which is good. Naye ni nani atakaye kudhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Repeat again. Naye ni nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? 1 Peter chapter 3 verse 13. Petro wa kwanza 3 mstari wa 13. Our security in Christ. Usalama wetu ndani ya Kristo. Peter is asking, Petro anauliza, ni nani huyo anaweza wadhuru? Kwa hivyo hakuna mtu anaweza dhuru wewe. Hakuna mtu atadhuru wewe. Amen. Siku moja nilitembea kwa mganga na alikuwa na turoga. Tulitembea mahali na huku Kitui kuhubiri Injili. Ule mtu alitupeleka huko akatuambia msiende kuchokoza wenyewe. Tukamwambia hatutaenda kuchokoza wenyewe. Tulipoachana naye tukajifanya tunaenda na huko. Kwa tulimuuliza ni wapi kwa mganga, akatuambia ni pale. Hawezi onyesha na kidole sababu anaogopa asijulikane yeye alituonyesha. Tuambia ni pale, lakini pale msiingie, msichokose wenyewe. Na tulikuja kuhubiri kama mganga sio mtu. Tujua ni mtu tu ndivyo akona uga, lakini ni mtu. Sawa? Tukaingia, alipoenda tukajifanya tunaenda kwingine. Alipoenda tulianzia huko. Tukaona ameenda basi, tukaingia huko. Tulipoingia, tulirogwa. Tulirogwa. Lakini uzuri ni kwamba hatuwezi rogeka. Somebody say amen. Maana 1 Peter chapter 3 verse 13 anasema, who will he that you harm you if you are there to do good? Nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Amen. Lakini tulimnyorosa. Tulitengeneza uganga wake haikufanya kazi. Yetu ndio ilifanya kazi. Somebody say amen. Tulipomalizia katika maombi na katika ulimwengu wa roho, akawa powerless na tukazima mapepo na remote zake zote, remote control. Tulipigwa na hiyo lakini tukaizima.
kwa ubali, haikuingia. Bwana sifiwe sana. Now tuli alipofanya hivyo, nguvu zake hazingetudhuru. They could not happen to us. Hazingetudhuru. Who will harm you? Nani atakaye wadhuru? If you are followers of that which is good, mkiwa wenye juhudi katika mema, nobody will hurt you. Hakuna anayeweza kukudhuru. Nobody is able to hurt you. Hakuna anayeweza kukudhuru. Amen. Tulipomalizana na wao, walikuwa wanatengeneza mahindi. Tukaambia kutupatia mahindi tukule. Na hata kama mtaroga muiroge. Maana Bible inasema hata mkikula kitu baya hakika haitawadhuru. Tukafagia mahindi choma. Baada ya maombi, wakangojea tukufe. Na I'm still preaching. Amen. Walinipatia siku 3. 3 days I'll be buried. Amen. Nasikia sasa nimebakisha miaka mingi sana. Amen. Amen. Hata labda yeye alikufa, mimi nikaenda hubi. Hakuna mtu anaweza dhuru wewe. If you are follower of which is good, devil has no permission to touch you. Shetani hana ruhusa ya kukupata. Our security in Christ cannot allow. Salama wetu ndani ya Yesu hawezi ruhusu. And who is he that will harm you? Ni nani atakaye wadhuru? Who will harm you? Nani atakaye wadhuru? So nobody can harm you. Kwa hivyo hakuna awezaye kuwadhuru. Waganga cannot harm you. Bad men cannot harm you. Watu wabaya hawezi kukudhuru. If you are follower of which that is good, which is good. Kama wewe unafuata yaliyo mema. And what which is good, it is the salvation. Na kile kizuri ni wokovu. The words of the Lord. Bao ni neno la Mungu. So you are unhurtable. Wewe hawawezi kukudhuru. Hata wakirusha mishale yao haitakupata. That's why sometimes by saying the arrows that fly during the night, they will not locate you. Hivyo ndio the arrows that fly during the day, they will not be able to locate you. Hivyo ndio tulisema mshale urukao mchana hautakudhuru. That was Psalms 91 verse 5 and verse 6 also. Hiyo ilikuwa Zaburi 91 mstari wa 5 na wa 6. Amen. Because nobody will be able to hurt you. Maana hakuna anayeweza kukudhuru. So wewe wacha wasiwasi. Unapewa chai, unaikemea, unatoa vitu baya na chofu. Sasa umepatiwa chai, Mungu toa kitu kilio kiovu na kichafu kwenye ichafu. Kama kulikuwa na wewe kunywa, shukuru Mungu, ambia Mungu ni asante kwa kombe ya chai. Hakuna pepo kwa mandazi. Amen. Amen. Mungu tuondolee. Wewe kula, wacha siasa, wacha mambo mingi. Nobody will be able to hurt you. Hakuna atakaye kudhuru. Amen. Praise the Lord. Hebu read again that scripture as we conclude. Ni nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Now, when we have our security in Christ, wakati usalama wetu uko ndani ya Kristo, I want you to know you are family established. Nataka ujue ya kwamba uko imara, umedhibitika. You are family established. Uko imara na umedhibitika. Amen. God bless you so much. We love you with the love of God. Amen. Kama vile umesikia mahubiri siku ya leo, Mungu ni mwaminifu. Na hiyo maneno yote umesikia inaenda kubadilisha maisha yako kuanzia siku ya leo. Wewe amini tu neno la Mungu, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana. Kwa hivyo kama vile nimekufundisha, amini hilo neno lilikuwa lako, sio ya jirani yako, sio ya mwingine ule, but that was your word. God bless you so much. Ningetaka niombe na wewe kwa hiyo shida yako, kwa hiyo tatizo, kwa hiyo jambo ulionalo siku hii ya leo. Na naamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Wengine mabwana zenu wametoroka, wengine mabibi zenu wametoroka, wengine mmeniambia kwamba is as if your house is breaking down, ni kama nyumba yenu iko karibu kuporomoka. But I want to prophesy to you, nyumba yako haitaporomoka, doa yako haitakwisha, na nina prophesy kwenye maisha yako, may God return back the honeymoon of your marriage, the honeymoon of your wedding in Jesus holy name. Ile upendo
upendo wa kwanza kwenye hiyo ndoa yako, na Mungu akurejeshe tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Labda uko hapo, uko na jambo linalokutatiza, biashara yako haiendi vizuri, maisha yako iko na matatizo, kuna maroho, kuna mambo inakuandama, you don't know what is happening in your life, some foundational problem from the place of your birth, kule ulizaliwa, iko mapepo ingine inataka kumea, inataka kujionyesha katika wakati wako. Whatever killed your parent want to come and kill you, but I prophesy to you in Jesus' name, whatever brought your parent down is not going to bring you down in Jesus' holy name. Kile wazazi wako hawangepata, ninakutangazia Mungu wetu anaenda kukupatia kwa jina la Yesu Kristo. May I pray with you in Jesus' name. Just raise your hand, uelekeze kwenye runinga yako, na ninaamini Mungu wetu anaenda kukubariki in Jesus' name. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea mtazamaji wangu mahali popote yako aliyenyosha mkono wake akielekesha kwenye runinga ya Jaka TV. Naombea maisha yake, naombea ndoa yake, haitakuliwa na mapepo, haitazabaratika katika jina la Yesu Kristo. Mapepo iliyoangusha ndoa ya familia yao haitaangusha ndoa yake katika jina la Yesu Kristo. Whatever brought their parent down, God is not going to bring him or her down in Jesus' name. Rana zote, nguvu zote kutoka kuzimu, mishare anaoruziwa na waganga na wachawi, yote ninaizima na irejeshea wenyewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba baraka za Mungu, naomba amani ya Mungu. Bwana wapiganie vita, maana sio zao, vita ni zako. Aliyeamini siku ya leo, Mungu wainue, Mungu wabariki, bariki chochote kinaitanishwa na wao. Maandishi yote imeandikwa kwenye nyuso zao kinyume na maisha yao, ninaizabaratisha, ninatangaza each one of them atafika kwenye destiny yake. It is in Jesus' name I pray and I bless my viewer. Amen. God bless you so much. Haujaokoka, ungetaka kuokoka. Umejaribu mambo mingi sana, umejaribu vitu nyingi sana, umewahi kukata kauli nyingi sana kwenye maisha yako, lakini hujakata hii kauli ambayo ni ya maana sana ya kupatia Yesu Kristo maisha yako. Hakuna kitu utapoteza, utapoteza tu shetani na dhambi na nuks na visirani. Muamini Mungu akuokoe, akusamehe dhambi zako kuanzia leo. Kwa hivyo ningetaka ombea maombi nyuma yangu, na baada ya hii maombi utakuwa mtoto na mwana wa Mungu. Amen. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, niokoe, nisamehe dhambi zangu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa na kunisamehe dhambi zangu. Asante Yesu, nimeokoka na nimeamini. Amen. God bless you so much. Tutembelee hapa Nairobi, kanisa la Maximum Restoration Center. Tuko Eastrat, barabara kuu ya Jogoo Road. Ingia estate ya Mbotela Estate. Ukishukia Uchumi Supermarket, ukitoka sehemu za town ama sehemu za Donholm, shukia Uchumi Supermarket, ingia estate ya Mbotela, utakuta kibao chetu hapo kimeandikwa Maximum Restoration Center. Ama upige hiyo namba iliyo kwenye screen yako, tutakuchukua na Bwana wetu atakubariki. And God is going to bless you as you come to worship with us this Sunday. I'll be praying with you. I'll be anointing you on this Sunday. Please visit us and God will bless you in Jesus' name. Amen. God bless you. We love you so much. Wale mmetoka sehemu mbalimbali katika nchi yetu ama pembe zote za dunia, tafuta kanisa la kiroho lilio na mchungaji ambaye ni muombaji. Ingia pale, mwambie nimekutuma hapo. Ni mimi pastor wako, Pastor Alex Kungu kutoka Maximum Restoration Center, pamoja na mke wangu mpendwa Pastor Helen Kungu. Tunawapenda na upendo wa Yesu Kristo. Amen. I believe you have been blessed by our program. We would like to hear from you, our dear viewer. For prayer, counseling, views and comments, contact us via the numbers on your screen. You can write to us also through our email, which is info@mrc.org. Your feedback means a lot to us. Join us for our Sunday services at our church in Mbotela Estate of Jogoo Road, opposite Uchumi Supermarket. We are located between Government Quarters and St. Paul's Primary School. Our midweek services are as follows:
Tuesday, Bible study from 6 to 7:30 p.m. Thursday, prayers from 6 to 7:30 p.m. Thank you and God bless you. See you next week, same time, same station.